Mimi kama mkuu wa mkoa niliyepewa heshima na Mheshimiwa Rais, huwa nawaambia wenzangu wote tusifanye vitu vya kujifurahisha wenyewe tukasahau vitu vinavyowafurahisha Watanzania. Mkirudisha nyuma historia ya miaka mitatu nyuma, hapa Kibada hapakuwa hivi. Lakini moja ya wilaya ambazo mvua za mwaka 2024 zilileta majanga makubwa ni Kigamboni. Kigamboni ilikosa mawasiliano kwa sababu ya mabarabara. Na hii yote ilikuwa ni kwa sababu zipo ambazo zilikuwa zimetengenezwa zikaharibika kwa sababu zilikuwa chini ya kiwango. Na zipo ambazo zilishatengenezwa kwa ubora lakini muda wake umepita. Lakini zipo ambazo hazijawahi kugusa kabisa lami, ndio zinaanza kuwekewa mkakati wa lami. Baada ya kukaa na Mheshimiwa Rais, tukamweleza umuhimu wa Kigamboni kwa ujumla wake, na yeye akakiri kuufahamu umuhimu huo na kwamba lazima aweke fedha ili ziweze kuendelea kutatua matatizo ya barabara yaliyoko katika wilaya ya Kigamboni. Nafahamu barabara nyingi huko pembeni bado hazijatengenezwa, na nafahamu kimekuwa ni kilio kikubwa kwa Watanzania wengi wa Kigamboni. Lakini naomba mnisikilize kwa yafuatayo, kwamba lia unavyoweza kulia, lakini ifike wakati mpe Mungu sifa. Nisikilizeni kidogo. Kuna wakati fulani niliwahi kutoa mfano kwa wananchi wanaokaa mkoa wa Katavi, au wananchi wanaokaa mkoa wa Rukwa, au wananchi wanaokaa mkoa wa Kigoma au Kagera. Nikawaambia mgonjwa wa kansa au wa figo au wa moyo katika mikoa hiyo anapewa rufaa aje kutibiwa Dar es Salaam, mahali ambapo hana dada, hana mama, hana kaka wala ndugu. Na akifika hapa, kwa bahati mbaya, gharama za mgonjwa zinakuwa kubwa, na amemleta mgonjwa akiwa hai, na kwa bahati mbaya mgonjwa anamrudisha akiwa amefariki. Nikawaambia wana Dar es Salaam kwamba unaweza ukawa unalia huna kituo cha afya, unaweza ukawa unalia huna zahanati, lakini ukipiga hatua 4 kuna hospitali kubwa ya binafsi, au ukipanda daladala moja umeshafika Muhimbili, au ukipanda daladala moja umeshafika Ocean Road. Nikawaambia wana Dar es Salaam, toeni masikitiko mnavyoyatoa, lakini muwe pia mnatafakari kwamba wapo wenzetu ndani ya nchi yetu ambao tukijilinganisha nao sisi tuna wafadhali kuliko wao. Kigamboni ni moja ya eneo ambalo ilikuwa na changamoto kubwa sana ya barabara, na ilikuwa na mtandao mdogo wa barabara za lami, ambao kama unakumbuka kwenye vikao vingi walikuwa wakilalamika juu ya uwepo wa lami chache, kiasi kwamba walikuwa na lami kama 1% tu ya mtandao wote wa barabara, ambazo ni kilomita 1130. Lakini kupitia mradi wa DMP2 serikali ilikuwa imeidhinisha ujenzi wa zaidi ya kilomita 43 ambazo zote tumepata wakandarasi kwa jumla ya shilingi milioni 109.7, ambapo wakandarasi wamegawanywa kwenye makundi manne. Kundi mojawapo ni ile ambalo tuko leo, barabara ya Lingia Nyakwale, Gofigo Shangwe, Mizimbini, lakini pia Kibada Plot. Jumla zaidi ya kilomita 10.45 zinatengenezwa kwenye hii kata ya Kibada Plot, na hadi sasa mkandarasi amekwisha kutekeleza kazi hizi kwa zaidi ya 73%. Yuko nyuma kidogo kwa 5%, lakini anatarajiwa kukamilisha kazi hii tarehe 10 mwezi wa 10, pamoja na changamoto ndogo ambazo zipo za fidia kidogo kwa barabara ya Gofigo Shangwe, lakini pia na Mzimuni. Eneo lile kidogo halikuwa limepimwa, lakini pamoja na hiyo kwenye hizo kilomita 43.79 ipo barabara ya inaitwa Geza Ulole, ambayo barabara hiyo ni barabara ambayo inapita pia kwenye ile viwanja vya TFF, ambavyo ni sehemu ya maandalizi ya mradi wa AFCON, kama ambavyo mkoa
endelea na maandalizi ya kujiandaa na ule michezo ya AFCON 2027, basi napo pale pana mkandarasi anaitwa China Energy ambaye utekelezaji wake kwenye barabara ile ameshafikia zaidi ya 7% kwa sasa.